Kizo na vifijo na vigeregere pamoja na muziki mkubwa kweli. Amen. Tunaweza kukaa keti. Bwana Yesu asifiwe. Awali yote namshukuru Mungu kwa ajili ya uzima na nafasi hii ya kipekee ambayo amenijalia, na nimshukuru sana askofu wetu wa jimbo la Mtwara na Lindi, Mchungaji Ephraim Samuel Mtakiawa, na Mungu akubariki sana baba. Haleluya. Lakini pia nitoe shukrani kwa mama askofu wa jimbo ambaye ni mkurugenzi ambaye anamaliza muda wake. Mungu akubariki sana kwa utumishi wako. Amina. Niwashukuru pia wazee wa kanisa kutoka makanisa yote pale Masasi, Ziwani, Baiju na Sabasaba pia. Lakini pia kwa wakurugenzi ambao umepata nafasi pamoja na meza zenu. Bwana Yesu asifiwe. Nami ni shukuru pia mama mchungaji wa kanisa la Sabasaba Mtwara ambaye ni mke wangu mimi. Nimshukuru vile ambavyo ameendelea pia kusimama pamoja nami katika huduma hii, ndio maana naweza kuendelea mbele. Nishukuru pia familia kwa kuwa inaendelea vizuri, nayo inanisaidia kufanya kazi ya Mungu vizuri. Familia isipokaa vizuri itakuwa inakuvuta kurudi nyuma. Nashukuru kwa sababu wamekuwa ni faraja kwangu, na muda mwingi nakuwa nautumia kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini wamenivumilia. Mungu awabariki sana. Kwa nashukuru sana askofu, ulinipa ombi hili nikalipokea kwa mikono miwili kwamba pate ujumbe kwa ajili ya maelekezo kwa kurugenzi zote. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Jacob Masaba, kama ambavyo askofu amesema, ni askofu wa kanda hii ya Kusini. Hapo mwanzo tulipoanza tulikuwa wachache, nilikuwa nasimamia Dar es Salaam, Ruvuma, Pwani, Mtwara, Lindi, fikiri kitu kama hicho. Amen. Lakini baada ya kuongezeka watendakazi, basi tumeachiana, baki na mikoa ya huku Kusini, Mtwara, Lindi pamoja na Ruvuma. Lakini hapo katikati tukapata neema ya kuwa kiongozi wa kitaifa kama katibu mkuu sasa wa kanisa letu la SEC. Bwana asifiwe. Na kwa nafasi hiyo basi nakuletea salamu kutoka kwa askofu mkuu Dr. Daniel Moses Lola pamoja na mke wake kutoka pale Mwanza. Wanawasalimia sana. Haleluya. Nilitamani hata kama ilizunguke ili waone mikono yenu wakati mkipokea hii salamu. Jamani, narudia hivi. Askofu wetu mkuu Dr. Daniel Moses Lola pamoja na mkewe Pastor Mes Lola kutoka pale Mwanza, Lumala mpya, wanawasalimia sana. Hebu tushangilie. Na kwa kuwa wanafuatilia watakuwa wamebarikiwa sana, maana tupo live. Tuna makanisa pale DRC Congo, tuna makanisa pale Burundi, India na nchi zingine. Bwana amepanua mipaka. Twende moja kwa moja kwenye hii semina elekezi ambayo ni fupi, itakayokufanya uweze kuelewa mazingira yako ya utendaji kazi. Haleluya. Andiko kuu katika semina hii linatoka kitabu cha Kutoka sura ya 18 mstari ule wa 13 hadi 27. Kutoka 18 mstari wa 13 hadi mstari ule wa 27. Ningependa nipate tu msomaji mara moja atakaposoma hapo, mimi niweze kutiririka tu kwa kukomboa wakati. Najua tunayo ratiba nyingine ya mambo mazuri
hapo baadaye. Naomba msomaji, kama umefika hapo, uweze kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 18 mstari ule wa 13 hadi wa 27. Naam. Kuanzia 13 mpaka 27. Naam. Asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu wake. Peleka maji kule. Asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu watu. Na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Mkewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani hili awatendearo hao watu? Kwani wewe ukiketi hapo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkewe, ni kwa sababu watu hunijilia mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno hunijilia, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajuvisha amri za Mungu na sheria zake. Mkewe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema. Humbudi utazofika wewe na hawa watu walio pamoja nao pia, maana jambo hili ni zito mno kwako. Huwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiza sasa neno langu, nitakupa shauri, na Mungu na awe pamoja nawe. Uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao. Nawe utawafundisha zile amri za sheria, nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuenenda na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu. Ukawaweke juu yao wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao 22. Nao waume watu hawa siku zote, kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo watalilaumu wenyewe. Basi kwao wenyewe utapata nafasi zaidi, nao watauchukua huo mzigo pamoja nao. Kwamba utafanya jambo hili, na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiza neno la mkwewe, akayafanya yote aliyokuwa amemwambia. Amina. Imetosha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ujumbe, kichwa cha somo kinasema uongozi. Uongozi, lakini uongozi huu ni uongozi wa kugawana mizigo. Haleluya. Amen. Tumesoma hapo habari ya Musa. Musa mtumishi wa Mungu aliitwa na Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Akaifanya kazi vizuri sana, na aliendelea kuifanya kazi vizuri mno, kama ambavyo leo watumishi wa Mungu, wachungaji wanaendelea kufanya kazi vizuri. Lakini siku moja akakutana na mkwewe Yethro, na Yethro akatazama, na kwa sababu Yethro alikuwa na uzoefu wa mambo ya Mungu na utendaji, akamtazama kijana wake, mkwe wake, kwamba asubuhi anaamka anakutana na watu wamepanga foleni kwa ajili ya kumuona mchungaji, mtu mmoja mmoja, asubuhi, mchana na jioni, wamepanga foleni ili nini? Wapate hukumu kwake, wapate usaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu kwa sababu alikuwa na uzoefu, ndipo akamshauri mkwewe Musa, akamwambia, kazi hii unaoifanya ni njema sana, lakini kwa namna ninavyoona unaweza kutumika kwa muda mfupi sana na baadaye ukatoweka na tusiwe na wewe tena. Ndipo akamwambia, sasa
pamoja na kwamba umeitwa, umepakwa mafuta, ni kweli umeitwa wewe peke yako, Mungu akakuweka mahali hapo utumike, lakini unayo nafasi ya kujichagulia watu wenye uwezo ambao watakusaidia kufanya kazi ama kuongoza watu wengine ama kushughulikia mambo madogo madogo ambayo si lazima yafike kwako. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo ambayo sio lazima yafike kwa mchungaji. Haleluya. Kuna mambo ambayo Musa asingelazimika kuyafanya. Musa alipokaa akatulia, akaona ujumbe huu ni kweli, ndipo akachukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunaunda kurugenzi katika kanisa? Kwa nini tunaunda idara ndani ya kanisa? Kwa sababu wachungaji wana mzigo mkubwa, na ule mzigo ukibaki kwa wachungaji wetu hawataenda mbali, itafika mahali watachoka. Mchungaji huyo mmoja ashughulikie kwaya, ashughulikie kikundi cha kusifu, ashughulikie pia idara ya wanaume, idara ya watoto. Zipo idara nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Badala yake maandiko yanasema Musa akakubali, akajichagulia watu wenye uwezo. Bwana asifiwe. Na kadri siku zinavyoendelea, hata kanisa letu, dhehebu letu pia, kwa sababu tunaongozwa na neno la Mungu na Biblia, na tunaamini hivyo. Bwana asifiwe. Kuna sisi tunachukua yale kwamba ili mzigo ambao askofu wetu wa jimbo nao lazima aupunguzie kwa watu wengine wabebe sehemu ya mzigo. Amen. Tunaposema tumeunda idara ya uinjilisti na walimu, maana yake kwamba mchungaji atashughulika na kingine, halafu hii idara itaenda kufanya injili, itahubiria watu, watafundishwa watu, na watu wataokoka na kanisa litajaa. Bwana asifiwe. Amen. Na kanisa ambalo linasema litajaa sio kanisa la Sabasaba wala la Seki wapi, yaani watakatifu wataongezeka. Sema amen. Haleluya, haleluya. Kazi hizi kurugenzi ni pamoja na kupunguza idadi ya watenda dhambi na kuwafanya kuwa watakatifu. Sema amen. Haleluya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, idara na uongozi wa jimbo letu zibebe mizigo ya wachungaji ili wachungaji wawe na afya. Sema amen. Amen. Kwa hiyo wewe umewekwa hapo usimame na kubeba mzigo wa mchungaji ili mchungaji awe na nini? Awe na afya. Akiwa na afya ataweza kukuletea chakula kizuri hata ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Je, kuona labda baba wa nyumba, yuko pale nyumbani, labda hajatoka kazini, vipi? Anasema afya yangu haiko vizuri, anashindwa kutoka kwenda kutafuta majani ili kwamba apate kulisha. Haleluya. Kwa hiyo tukibeba mizigo, kurugenzi zikibeba mizigo, wachungaji watakuwa na afya. Maana tunatamani kuhubiri, wakati huo tunatamani tutembelee washirika, wakati huo tunatamani tuimbe. Bwana asifiwe. Mambo haya hatuwezi kuyafanya pamoja. Niseme hivi, Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu, si ndio? Aliyechaguliwa na Mungu, mwenye upako, na alikuwa na uwezo wa kuwasiliana na Mungu moja kwa moja. Lakini pamoja na upako wa Musa, pamoja na uwezo wa kuwasiliana na Mungu, angesema tu nitawasiliana na Mungu, ataniagizia malaika watanisaidia. Hapana, Musa akakubali. Bwana asifiwe. Lakini pia ni somo kwa wachungaji. Wachungaji mkubali kuwapa watu nafasi, na mkishawapa nafasi waacheni wafanye kazi. Sema amen. Kuna mwingine anakupa kazi alafu anakufuatilia tena kazi ambayo ungeifanya wewe na yeye tena yumo. Hiyo kitu haijakaa sawa. Haleluya. Hii semina nimeitangaza na inatazamwa na watu wengi. Kwa nahudumia wachungaji pamoja na wakuu wa idara mbalimbali kutoka madhehebu mbalimbali. Ninao marafiki zangu hapa wanafuatilia. Mungu awabariki sana ambao wanafuatilia hapa, wako wengi. Haleluya. Kwa hiyo sasa nini nasema? Musa akakaa kuwahukumu watu tangu asubuhi hata jioni. Jambo hili halikuwa sawa. Akajichagulia watu wenye uwezo. Bwana asifiwe sana. Ambao atawapaka mafuta, watatembea katika roho yake, wakayafanya yale ambayo angeweza kuyafanya yeye.
Biblia inasema kwamba baada ya hapo walienda kufanya kazi, na kwa sababu aliwaamini akawaachilia, walifanya kazi. Yale madogo waliyamaliza, makubwa yaliletwa kwa Musa. Bwana asifiwe. Na wewe mkurugenzi, pamoja na meza yako, yapo mambo ambayo utayamaliza wewe pamoja na meza yako, lakini kuna mengine ambayo ni makubwa, yapeleke kwa mlezi wako ambaye ni askofu wa jimbo. Amina. Mpelekee, huyo ndio mlezi wewe. Bwana asifiwe sana. Huyo ndio mlezi wa kurugenzi zote zilizopo katika jimbo. Labda niseme kitu kimoja hapa, kipengele hiki tunasema hivi: hatari ya uongozi wa mtu mmoja. Kama tukikataa kuwa na idara, tukikataa kuwa na kurugenzi, tukasema sisi tumepakwa mafuta, ngoja tufanye wenyewe, hatari hii itatupata wachungaji. Haleluya. Maana yake ni kwamba tutazoofika, tutakuwa hatuna afya. Tafikiri ni warohoni sana. Warohoni sana hatambulikani kwa kukondeana. Haleluya. Kuwa rohoni sio kukonda. Unanielewa? Kuwa rohoni ni kuwa na nguvu za Mungu. Sema amen. Habari ya kunenepwa na kukonda hiyo ni kitu kingine. Sema amen. Mtu unaacha hata kupiga mswaki eti kwa roho wewe mchafu, nenda kapige mswaki. Eti nina siku 3 kavu. Nenda kapige mswaki kila siku kavu, piga mswaki. Uwe smart. Haleluya. Amen. Mtu amejichokea tu. Maandiko yanasema tunapokuwa katika kufungwa, saumu yetu si lazima mtu ajue kama umefunga. Haleluya, haleluya. Sio kama wao wanaopenda kujionesha. Sijui wana uwezo gani. Yaani asubuhi ukimnunulia kitu, ukimpa chungwa, yupo tayari tunze chungwa alafu atakula baadaye. Jamani, kujitia majaribuni. Ofisini unatunza machungwa yamenywa kabisa. Simwambie tu nashukuru aende. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwamba wachungaji watazoofika, na wapo waliozoofika kwa sababu wanataka wafanye kila kitu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ninasema kama wachungaji? Ninataka nikuoneshe wewe mkurugenzi kwamba wachungaji wana mizigo, ili sasa utoke huko uje uibebe mizigo. Bwana asifiwe sana. Wachungaji tunatamani watoto vijana ndani ya kanisa waoane, si ndio? Binti aolewe, vijana wa kiume apate kuoa. Tunapounda kurugenzi hizi, na nyinyi mwe na mzigo, tupunguzie mzigo. Haleluya. Muingie kwenye maombi. Siku moja mnakabidhi, kama mkurugenzi amekabidhi hapa, unasema katika kurugenzi yetu hii ya vijana tunashukuru kwa ndani ya miaka 3 tumepata ndoa 7. Sio nakabidhi maneno tu. Wengine wanashindwa hata kukabidhi, maana hujafanya kitu. Bwana asifiwe sana. Unapopewa uongozi, umepewa talanta, umepewa mbegu, na Mungu anataka matokeo ya mbegu. Sasa mbegu ili yote lazima ife. Bwana asifiwe. Lazima izike ife, alafu ilete matunda.